Kwa majina naitwa Faith Deborah Nyamocha. Ni designer na fundi wa suti, kaunda suti na agbada, zile nguo za Kinigeria. Uwepo wetu hapa, sisi kama wajasiriamali tumependezwa kushuhudia swala kama hili, kwa sababu sisi tulivyokuwa tunaanza kulikuwa hamna taasisi, sidhani kama zilikuwepo ambazo zinaweza zikatushika mkono zikatusaidia kwenye elimu, kwenye mtaji, au hata kwenye sehemu ambazo tunakwama na tunahitaji ushauri. Ilibidi tukae chini tufigure out sisi wenyewe tunachotaka kufanya, na pia kama ni kukopa ukope kwa riba kubwa, au end up tu kutofanya ambacho una mpango wa kufanya. Kwa hiyo tunashukuru kwa hii Chase Your Dreams organization kwa kuanzishwa, kwa sababu natumaini sisi hapa ambao tumeshapiga hatua, kuna wengine ambao wako nyuma yetu hawatopata shida sana kama sisi tulioipata tulivyokuwa tunaanza. Kwa majina naitwa Faith Favor Athmani, ni meneja wa ofisi ya Fohau Arusha. Sisi tumekuja hapa kama wadhamini na tumefurahia fursa, lakini tumejifunza kitu kikubwa. Kwanza tulikuwa tujue kwamba kuna taasisi inaweza kusaidia vijana kupunguza wimbi la kutokuwa na kazi. Kwa sababu wakati tunaanza hizi pilika, unajitafuta, unaingia kwenye mikopo, unadhalilishwa, unafanya nini, lakini kuwa na taasisi kama hii ambayo inaweza kuwasaidia vijana hata kupata elimu. Kijana anajitafutaje? Kumbe tunaruhusiwa kuota, hata kama ndoto haitimii unaruhusiwa kuota ili ndoto itimie. Kwa hiyo hichi alichokifanya Madam Lightness na watu wengine kwa ajili ya vijana ni kitu kikubwa sana. Lakini pia tumepata nafasi ya kujua kwamba hata serikali inaweza kutusaidia. Hata serikali inaweza kutusaidia, vijana wanaweza kupata mikopo ambayo haina riba kwa ajili ya kujitafuta zaidi. Kwa hiyo ikiendelea hivi sekta ikashikwa mikono na wadau kwa namna ya kupata funds ili kuwafikia vijana, miaka 5 mbele hakika wimbi la vijana kutokuwa na kazi litakuwa limepungua kwa kiasi kikubwa sana. Okay, mimi naitwa Lightness David Makondo, ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa taasisi inaitwa Chase Your Dreams Organization, ambayo siku ya leo ndo tumefanya uzinduzi rasmi wa taasisi toka iliposajiliwa. Lakini hii ni taasisi ambayo imeanzishwa kwa lengo la kuwawezesha vijana kiuchumi, kijamii na kielimu. Tunatoa elimu kwa vijana kwa sababu wakati mwingine vijana wanashindwa kufanikiwa au kufikia ndoto zao kwa sababu kuna wanalaki taarifa fulani au wanakosa maarifa fulani katika maisha yao. Kwa hiyo tunatoa elimu ambayo tunaitoa kupitia programu yetu ambayo imezinduliwa siku ya leo, inaitwa Life After School Program. Kwa hiyo ni programu ya kielimu ambayo inakwenda mashuleni, na tuna programs nyingine nyingi. Kuna programu ya wajasiriamali ambayo inawawezesha kiuchumi na tunawapa mitaji midogo midogo, na tuna programu ya uwekezaji inaitwa Light Vikoba ambayo inawapa vijana ambao wanaishi katika mazingira magumu au wanafanya biashara ndogo ndogo kuweza kuweka akiba na kupata mikopo ambayo inawezesha wao kupata mitaji, na vile vile wanapata elimu ya uwekezaji. Na siku ya leo tumefurahi sana kupata mgeni rasmi ambaye ni ametoka Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi, Beng Isa. Anaitwa Bi Beng Isa, na ameweza kutoa hotuba ambayo moja kwa moja tumeona kwamba inahusiana kabisa moja kwa moja na programu yetu ya kuwawezesha vijana kiuchumi, kwa sababu yeye ni katibu, anatoka katika Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi Taifa. Kwa hiyo moja kwa moja tunaamini kwamba tunaweza kufanya naye kazi baadaye, na vile vile kuweza kufanya kazi na serikali na kuweza kuwawezesha na kuwafikia vijana wengi nchini Tanzania. Ni katibu mtendaji Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi. Leo hapa nimezindua taasisi ya vijana ambao wanasapoti masuala ya ujasiriamali, inaitwa Chase Your Dreams Organization, ambayo kazi yake kubwa inafanya mafunzo na vile vile kulea vijana katika masuala ya biashara. Sisi kama baraza tunaona hawa ni wadau muhimu sana, kwa sababu sasa hivi unaona mwelekeo wa serikali yetu ni kusaidia vijana katika masuala ya kuwezesha kiuchumi. Kwa hiyo tutashirikiana nao kuanzia sasa katika kuwafahamu fursa ambazo wanatolewa na serikali, mifumo inayotumiwa na serikali kwenye manunuzi ya umma, kwenye mikopo, lakini vile vile kwenye local content na maeneo ambayo tunaona kwamba wajasiriamali wanaweza wakasaidiwa, hasa vijana katika kuinua biashara zao, hasa urasimishaji wa biashara, kuhakikisha kwamba wanashiriki katika shughuli ambazo zinatolewa na serikali ambazo zitaweza kuwainua kiuchumi.
Kwa hiyo sisi tumefurahi, taasisi kama hizi tunazihitaji sana hapa nchini ili ziweze kusaidia wenzao katika masuala mbalimbali, kwa sababu sasa hivi ukiongea nao hapo hawana msaada mkubwa kutoka kwa mtu yoyote, wanachangishana wao wenyewe kusaidiana kwenye shughuli za biashara. Kwa hiyo ni taasisi muhimu sana katika maendeleo ya kiuchumi kwa vijana wetu wa Kitanzania.